Karibu Tabora, karibu Toronto. Mimi kama mimi sioni kabisa, kwa hiyo siwezi nikatambua hii hela halali au sio halali, ila naweza nikaitambua hii ni kama 10,000 au 5,000, lakini ukinipa 1,000, ukinipa 2,000 siwezi kutambua, baada nifanye kukisia tu. Changamoto ni hii sema kidogo zile za zamani 10,000 ilikuwa ni bonge la noti. Bonge la noti ukilishika wanasema yes, hii ni 10,000. 5,000 ikawa bonge la noti. 2,000 hazikuwepo. Kulikuwa na shilingi 1,000 nazo zilikuwa bonge la noti. Kwa hiyo kinachotupa namna tu ya kuishi ule uzoefu, lakini kiukweli hatuna alama maalum zinazoshikika. Na kama wangetaka hilo, itakiwa wapate asiyeona pale mbele yenu aitambue noti. Je, mlifanywa hivyo? Bwana hii ni shilingi ngapi? Msimuongee chochote, alafu aitambue hiyo hela. Mwite tu wa kawaida kabisa, wala usimwite msomi. Nasema msomi atajua kwa uzoefu. Mwite wa kawaida kabisa, yule ambaye haoni kabisa na hana mwanga. Kwa hiyo tunapata shida, tunapita wakati mgumu sana. Kwa fikira zao wanafikiri kwamba ile alama, siwezi nikasema kwamba ni uongo au ni ukweli, maana wao wameweka alama zao ambazo wanafikiri kwamba zile zina uwezo moja kwa moja wa kumsaidia mtu asiona kuzitambua kwa namna moja ama nyingine, lakini kiuhalisia si vyepesi. Tangu kuanzishwa kwake na kuanza kazi rasmi Juni 14, 1966, Benki Kuu ya Tanzania imekuwa na jukumu la kuandaa na kutekeleza sera ya fedha inayolenga kudhibiti mfumuko wa bei na kujenga mfumo wa fedha ulioimara na unaofaa kwa ukuaji endelevu wa uchumi wa taifa. Dhamira yetu ni kuongeza uelewa wa waandishi wa habari wa namna ya kupata makala na stori nzuri kutoka katika ripoti zetu mbalimbali, ikiwemo zile za kila wiki, mwezi, robo tatu ya mwaka. Benki Kuu ya Tanzania kupitia idara yake ya mawasiliano kwa umma imekuwa ikitoa mafunzo mbalimbali kuhusiana na utunzaji na uhifadhi sahihi wa fedha pamoja na utambuzi wa alama muhimu zinazotambulisha noti halali ya Tanzania. Kila picha unayoiona kwenye noti zetu ina maana. Haijakaa tu kwa sababu imewekwa. Kwa mfano, hao wanyama wamewekwa kwa sababu kutambua kwamba nchi yetu ina wanyama pori. Ina maana tuna promote nini? Utalii, si ndio? Tuna Big 5 hao ndio wamewekwa. Kuna simba kwenye 2,000, kuna tembo, twiga. Hao wanyama inaashiria kwamba hao wanyama wanapatikana kwenye mbuga zetu za Tanzania, sawa? Katika sehemu ya kwanza ya makala hii nazungumza na mwenyekiti wa chama cha watu wasioona Manispaa ya Tabora, Mwalimu Ahmadi Bilayungu Isa kutoka shule ya sekondari ya wasichana Tabora, kutaka kujua ni kwa namna gani kupitia hali walionayo wanaweza kutambua alama mbalimbali zilizoainishwa na Benki Kuu ya Tanzania katika noti na sarafu wanazozitumia katika maisha yao ya kila siku. Kundi la wasioona ni kundi ambalo linakuwa kwa kasi hapa Tanzania, duniani kwa ujumla. Na hivi karibuni zimetolewa takwimu kwamba hali ya upofu inazidi kuwa kubwa sana, na hasa Tabora na maeneo mbalimbali, kutokana na changamoto mbalimbali zikiwemo presha ya macho pamoja na mtoto wa jicho na magonjwa mengine kama hayo. Sasa kuongezeka au kukua kwa kundi hili kunafanya pia hata ule mzunguko wa fedha uwakute na wao, kwa sababu ni sehemu ya wanadamu na ni sehemu ya Watanzania ambao wanatumia huduma kila siku, wanafanya kazi zao binafsi na wanapata fedha hizi. Sasa swali lije, Benki Kuu inafanya nini kwa ajili ya kusaidia kundi hili kujua au kutambua noti au sarafu ya Tanzania? Nieleze tu kwamba kwa uzoefu wangu tangu nazaliwa, kwa uzoefu na maisha ya kawaida, nimezoea tu kushika zile noti, lakini hakuna aliyewahi kunielekeza kwamba hii ni noti ya shilingi ngapi. Ni uzoefu tu wa kawaida. Kwa mfano, unaishika shilingi 10,000, unaipima kwenye kidole kama hiki kidole hiki cha shahada. Tunaisimamisha noti kuanzia kwenye ncha hii hapa katikati hapa maungio ya kidole na mkono, na ile 10,000 lazima ifike hapa au izidi kidogo kidole kwa upana wake. Na sasa tunapima upana na sio urefu tu, upana haswa. Urefu unaweza wakawa kidogo, kuna tofauti, lakini upana ni mkubwa. Ile 10,000 utaijua, maana kwa rangi hatuwezi kuijua. Lakini ukichukua ile shilingi 5,000 pia
inakuwa pia inaishia usawa huu wa kidole. Unajua kwa hapa ni 5,000. Ukichukua 2,000 inashuka na yenyewe alikadhalika. 1,000 unakuta inaishia ncha ya pili hapa maunganio ya pili ya kidole. Huo ni uzoefu wa kawaida. Ukija kwenye sarafu hizi za kawaida ndio unaweza kutofautisha shilingi 50. Hii shilingi 50 ina mapengo ya mapembe yale, unajua ni 50, lakini na udogo wake pia. Lakini shilingi 100, sarafu ya shilingi 100 inaweza ikawa ni nene kidogo kuliko shilingi 50, lakini yenyewe haina mapengo bali ina mduara la moja kwa moja. Na 200 inakuwa kubwa lakini nyepesi kuliko shilingi 100, lakini pia ina vimapengo ambavyo katikati vinatenganishwa na vimapembe vile vimkwaruzo. Ukienda 500 ni kubwa lakini pia ni nene kuliko hii nyingine ambayo ni 200. Sasa hizo ni rahisi, lakini noti kwa kweli utapata changamoto na wengi wanaibiwa. Na wakati mwingine unaweza kuwa umepanda bodaboda au umepanda usafiri fulani, daladala au aina nyingine ya usafiri, unachomoa noti, unajua umempa shilingi 2,000 kwa haraka, kumbe umempa shilingi 5,000. Na kama unakutana na mtu ambaye si muungwana na kwa dunia ambayo nayo imeharibika, imani na huruma zile hazipo tena, maisha yameshawagonga watu, wamechanganyikiwa, na unakuta wakati mwingine wanajikuta wana shida ya afya ya akili, unakuta anakurudishia shilingi 1,000, 4,000 anabaki nazo. Japo binafsi haijawahi kunitokea sana, kwa sababu mara nyingi ninapanda usafiri wa watu ninaowafahamu. Wengine wanalalamika sana katika habari hiyo ya kuibiwa, na nimeshakutana na malalamiko kama hayo mimi kama mwenyekiti, lakini mara nyingi tu tunakuwa tunaitiana moyo na kuelimishana. Lakini kiukweli Benki Kuu ninaweza kusema kwamba kundi hili imeliacha sana pembeni. Labda mikoa mingine ya Tanzania, kwa huku kwetu pembeni, hapana. Huku kwetu hamna aliyepata hata siku moja aliyepata hiyo semina kwamba kuna alama maalum kwenye noti ambayo inaweza ikamfanya asiyeona aelewe zile noti kwamba hapa ni noti ya shilingi ngapi, hii ni ya nini. Mara nyingi tunatumia uzoefu wa kawaida. Tunatamani BOT basi. Hebu sasa zile notion ambazo kwamba asiyeona anapokuwa haoni ndo hata akili haioni, si kweli. Si kweli. Tuna akili timamu, na ndio mimi ni mwalimu niko hapa. Lakini ni mwalimu nafundisha shule kubwa, shule ambayo ni ya Tanzania, ya watoto kutoka mikoa mbalimbali, na ninawafundisha mimi mwenyewe, na wengi wanafanya vizuri. Hata ukiangalia mfumo wa matokeo na yatoa mimi, hata mtu anaweza kashangaa kwamba hata nayeona anaweza sifikia yale matokeo. Kwa nini? Umahiri nilioupata haumaanishi kwamba kwa sababu nina macho, ila kwa sababu nina akili. Akili ndiyo kila kitu. Akili ndiyo macho, akili ndiyo masikio, akili ndiyo kila kitu. Tunapokuwa na ufahamu huo, kama tunapata fursa ya kufundishwa alama mbalimbali za noti, inaweza ikatuokoa sisi kuibiwa na kudanganywa kirahisi sana. Kwa hiyo ni kundi ambalo la watu ambao wamesahaulika, lakini ni kundi la watu ambao hawapati fursa sana katika maeneo haya. Katika makala ijayo tutasikia mengi kuhusiana na alama hizi kutoka kwa afisa wa Benki Kuu ya Tanzania Atufigwege Mwakabalula. Alama namba 2 tunaita ni perfect see-through register, ambayo inakuwa si mnaiona kwenye noti zenu. Ni hizi tarakimu ambazo zinakuwa na mkato. Ni 10,000 lakini inakuwa na mkato. Umeiona? Kwenye 10,000, 5,000 inakuwa na mkato. Sasa ukiinyenyua noti yako kwenye mwanga, utaona zile nani zinaunganika, zile ina form tarakimu nzima. Wewe inyenyue vizuri, tuiangalie vizuri, utaona lakini kuna muunganiko tofauti na ukiiweka hivi inakuwa sasa tofauti na kwenye noti bandia. Noti bandia hamna kitu kama hicho, hajaweza kufanya utaalamu huo. Karibu Tabora, karibu Toronto.